Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba siku ya leo imekuendea vyema, ikiwa ni tarehe 7 mwezi ni wa 10 mwaka 2025, ni siku ya Jumanne. Karibu kwa moyo mkunjufu kwa taarifa za KTN leo. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli na mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Kwanza kabisa tupate vidokezo. Familia moja yasimulia kuhusu uchungu wa kumpoteza mwana wao siku 3 baada ya kuzaliwa kutokana na mgomo wa daktari Kiambu. Wachapishaji wameonya huenda vitabu vya gredi ya 10 vikacheleweshwa kutokana na deni linalodaiwa serikali la shilingi bilioni 11.4. Na tume ya IEBC inakabiliwa na changamoto ya kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kujisajili, zoezi hilo likiendelea kwa wiki ya pili. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Sekta ya elimu inapojiandaa kwa darasa la kwanza la gredi ya 10 chini ya mtaala wa CBE, wachapishaji wa vitabu nchini wameonya kuhusu uwezekano wa kucheleweshwa kwa vitabu vya gredi ya 10. Hii ni kufuatia deni la shilingi bilioni 11.4 ambalo linadaiwa serikali na wachapishaji kuhusu usambazaji wa mwaka uliopita. Mwanahabari wetu Ann Musungu na kina cha taarifa hiyo. Ni chini ya miezi mitatu kabla ya mpito wa gredi ya 10 na tayari hali ya sintofahamu imeibuka kutokana na deni la shilingi bilioni 11.4 zinazodaiwa na wachapishaji wa vitabu. Ucheleweshwaji huu wa malipo huenda ukaathiri uchapishaji wa vitabu vya gredi ya 10. Publishers are collectively owed approximately 11.4 billion Kenya shillings. Deni hilo la shilingi bilioni 11.4 linajumuisha shilingi bilioni 11.1 ya vitabu vya gredi ya kwanza hadi ya 8 katika masomo yaliyotathminiwa kama ilivyopendekezwa na kamati ya rais ya mageuzi ya elimu, na shilingi milioni 234 kwa vitabu vya gredi ya 9. Hata hivyo, muda umekuwa kikwazo kikubwa, kwani wachapishaji wanakimbizana na ratiba iliyopo ili kusambaza nakala milioni 7 za vitabu vya gredi ya 10 kati ya mwezi wa Oktoba na Disemba, wakiwa na siku 60 pekee za kuchapisha na siku 30 za kusambaza vitabu hivyo kote nchini. Wasiwasi unaongezeka kuhusu iwapo watakamilisha zoezi hilo kwa wakati kabla ya muhula wa kwanza mwaka ujao. The event that we are not paid in a timely manner, this 11.4 billion, there is likelihood of a ripple effect in terms of printers that we use not having the capacity to print these books, and hence a delay in the supply of books. Pia wanaonya kuwa kuna hatari ya mgogoro iwapo hatua hazitachukuliwa kwa wakati, wakitaka serikali kuzuia mkwamo ambao unaweza kuhatarisha usambazaji wa vitabu kwa wakati katika shule za sekondari. Ann Musungu, KTN, Nairobi.